Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwa mara nyingine tena katika robo hii mpya kabisa. Kama ilivyo ada, tunakuja hewani tena na kipindi cha uchambuzi wa lesoni. Na kumbuka kwamba tumekuwa tukiangazia robo ambayo imekwisha kupita, upendo utimilifu wa sheria, na sasa tunaweza kuzama tena katika mada nyingine mpya katika robo hii ambayo inasema ya kwamba ni vidokezo, tamathali za semi, ishara, kujifunza unabii na Biblia. Katika robo hii tunaangazia leseni ambayo inazungumzia kuhusu kwa undani sana tamathali za usemi, kuweza kujifundisha unabii katika Biblia takatifu. Hivi umekuwa na tatizo la kuweza kufahamu unabii? Hivi umekuwa katika hali ya kuchanganyikiwa? Unabii unapoanza kuzungumziwa unakuwa katika hali ya kusema kwamba mimi unabii si upendi? Basi karibu katika fundisho hili. Mimi naitwa kaka Yoba Kennedy, na kama ilivyo ada kwenye jukwaa la uchambuzi wa lesoni sipo peke yangu. Hapa niko na mwalimu Ustadi Tony Ombuya. Mwalimu Ustadi, karibu sana katika fundisho la siku leo. Shukran sana kaka. Hujambo na karibu popote pale ulipo. Ni fahari yetu tena kuweza kujumuika nawe pamoja katika safari nyingine, robo nyingine mpya, kuweza kuchanganua neno lake Mwenyezi Mungu, haswa mafunzo ya unabii. Karibu sana. Asante sana mwalimu wangu. Kwa hivyo umekuwa vizuri kabisa. Kumekuwa kwema. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, utakapotazama kwenye meza yetu hapa, utaona kuna kitabu kimetengezwa vizuri sana. Maana katika robo hii tunaenda kuangazia masuala ya unabii. Kwa hivyo kitabu hiki kimeandikwa na shirika la wana Amazing Facts, na kinachambua maandiko kwa mujibu wa unabii kuweza kumuinua Yesu juu sana. Kwa hivyo unaweza kujipatia nakala hii na kuweza kuisoma kwa undani sana, maana tungependa kumjua Yesu sana. Karibu sana katika fundisho la siku ya leo na mwalimu wangu. Hebu tuombe kabla tuweze kuanza. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu Baba yetu, ni fahari yetu tena kuweza kuja mbele za watu wako, ili tuweze kuchanganua maandiko, tupate kuyafahamu. Maanake kwa kuyafahamu kuna nguvu na uwezo wa kutakasika na kuwekwa huru. Basi ufungue fahamu zetu pamoja na fahamu za mtazamaji, ili tutakaponena Roho wako atuongoze tupate kuijua kweli. Ya kwamba tutakapojua kweli tuweze kufikia kukujua, na huko kukujua ndiko uzima wa milele. Tuongoze hadi tamati, katika Kristo Yesu tumeomba tukiamini. Amina. 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 Asante sana. Kwa hivyo tunapoanza katika mada yetu ya kwanza, katika robo hii mpya kabisa ya unabii, anasema ya kwamba hapa hivi ya kwamba kanuni kadhaa za unabii. Kanuni kadhaa za unabii. Tuelewe vipi kwanza mada ya juma hili nzima? Kanuni kadhaa za unabii, tukirejelea sehemu ya utangulizi. Unalipa kusema pale mwalimu wangu? Wajua neno la unabii ni neno ambalo Mwenyezi Mungu anapoleta unabii sana sana huwa anatumia ishara mbalimbali ama tamathali za semi, jinsi ulivyosema katika mada kuu ya robo hii. Kwa hivyo kuna hitaji la kuwa na muongozo fulani. Kwa hivyo hivi kwamba tupate muongozo adilifu ambalo linatufikisha katika kweli dhabiti la Biblia, pana hitaji ya kuzingatia miongozo fulani. Sasa hiyo miongozo fulani ndio tunasema ni kanuni za nini? Za unabii. Na mwandishi amesema kanuni zipo kadhaa. Kwa hivyo muda pengine hautaturuhusu kuyaangazia yote. Lakini tutadokeza tu yale machache ambayo tutaweza. Amekwisha kusema pale. Kwa hivyo tunapata kwamba kumbe kuna jinsi ambavyo unabii ungependa kuweza kufasiriwa. Kwa hivyo katika juma hili nzima tunaenda kuangazia, je, wewe kama mpenzi mtazamaji, unapokuwa pale nyumbani, utakapokuwa unaanza kuelewa fundisho hili la unabii, utalielewa vipi na tunatumia vitu gani, aina gani ili kuweza kuelewa unabii? Maanake wengi wamekwisha kuchanganyikiwa. Wanasema fundisho hili ni ngumu sana. Hata likifundishwa kanisani watu hawarejei. Yaani ni ngumu zaidi. Lakini hapa tunakwambia kwamba fundisho hili ni jepesi sana. Unalivyo la kusema pale katika sehemu ya utangulizi. Anasema pale Yeremia katika fungu letu kuu hapa. Wajua ulivyosema mtumishi, watu wengi sana wameogopa mafundisho ya kiunabii. Na ni kwa nini pengine niulize mwalimu wangu, kwa nini wanaogopa fundisho hili lakini? Huwezi tu ukawalaumu peke yao, manake kuna pia wingi wa ufasiri. Kuna mitazamo mbalimbali. Ishara moja ikionekana pale, mtu huyu anatokea na ufasiri wake, mwingine tena anatokea na ufasiri wake ambao ni kinyume cha ufasiri ule mwingine. Kwa hivyo huku kuchanganyikiwa
ndiko kunafanya watu kujiuliza, je, ikiwa wale wachanganuzi wa kiundani sana wa unabii hawawezi kukubaliana, je, sisi watu tu wa kawaida? Sasa pale ndipo Yeremia akasema 9:23 katika fungu letu kuu la juma hili nzima. Anasema Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana, nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Kwa hivyo pale Mwenyezi Mungu anasema kuna kule kumfahamu Mungu kwa kawaida, lakini kuna kule kumfahamu Mwenyezi Mungu kwa mtazamo halisi, anavyostahili kujulikana. Kwa hivyo kuna wale wanaweza sema namfahamu Mwenyezi Mungu, lakini mtazamo wako wa Mwenyezi Mungu ni kweli kabisa. Naye Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 1 fungu lake la 10. Wakorintho wa kwanza 1 fungu lake la 10. Kwa kuwa tumesema kuna baadhi ya ufasiri, jinsi ambavyo watu wanafasiri unabii. Kweli kabisa. Kuna maoni mbalimbali kuhusu zile ishara ambazo zinatumika. Lakini kuna hitaji la kuwa na umoja wa ufasiri. Anasema vipi? Anasema hivi, basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa hivyo hata shauri au kauli ya kuhusu unabii, kuhusu zile ishara, kuhusu zile temathali za semi ambazo zinatumika pale, pia unahitajika kuwa na mtazamo gani? Mtazamo ambao unaeleweka na wa umoja. Mtazamo wa umoja. Yani mnene mamoja. Kauli iwe ngapi? Moja. Kauli iwe moja, maana yake Bwana aliyetuita ni moja. Imani ni ngapi? Moja. Roho ni wangapi? Moja. Na ubatizo ni ngapi? Moja. Kwa hivyo kila kitu pana hitaji la umoja, kwa kuwa ule umoja ndio dhihirisho tosha ya kwamba Mwenyezi Mungu tunayemwabudu ni mmoja. Sasa pale mwalimu wangu, hivi ina maana ya kwamba kumbe mwalimu anapoanza kufundisha fundisho la unabii hapa Kenya, ya kwamba anapolifundisha linapaswa liweze kufanana na mwalimu mwingine ambaye anafundisha kule Tanzania. Kwa hivyo liwe ni fundisho moja. Kwa hivyo hebu niulize tu kwa muhtasari hivi. Kwa hivyo ala za kuweza kutumia ili ziweze kutusaidia kuweza kuwa na umoja katika mafundisho yetu ni ala zipi kama hii? Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 2 fungu lake kuanzia fungu la 10, 2 fungu lake la 10, fungu la 9, wacha fungu la 9. Fungu la anasema hivi, anasema lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Fungu la 10. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafungo ya Mungu. Kwa hivyo mojawapo ya ala ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia kuweza kufikia ufasiri halisi, maana halisi ya yale mafumbo ambayo yanatumika katika unabii ni Roho Mtakatifu. Amina. Alafu ukifikia fungu lake la 13, fungu la 13 anasema hivi, nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kuyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno yepi? Maneno ya rohoni. Yaani kwa lugha nyingine tuweza sema hivi kwamba tupate kufafanua maana ya mambo yale yaliyoandikwa kama mafumbo kwa Biblia. Pana hitaji ya kutumia neno lenyewe. Yaani Biblia laeleza maana yake lenyewe. Kwa hivyo mojawapo ya ala ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Lakini kuna ala nyingine ya kwamba Biblia yenyewe yajieleza. Nabii Isaya alisema katika Isaya 28 fungu la 10 la kwamba lazima ni sharti tutie nini? Amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, torati juu ya nini? Torati.
torati juu ya torati. Tutafute huku kidogo na huku kwingine kidogo. Kwa hivyo tunapata ya kwamba, mpenzi mtazamaji, ikiwa ungependa kuweza kuelewa sana fundisho hili la kiunabii, kwa hivyo kuna ala mbili za kipekee sana. Kuna Roho Mtakatifu. Unapoanza kusoma unabii, kwanza kabisa jishushe chini, kubali Mungu aweze kuongoza. Jambo la pili ni kwamba kuwa msomaji wa neno. Kwa hivyo tunapata pale kwamba katika sehemu ambayo inafanya kwamba asomaye na afahamu. Kwa hivyo tunapata kwamba kwa ala ya kwanza inaanza kutamkika pale. Kwa hivyo tuielewe hii ala vipi, mwalimu wangu Ustadi Tony hapa? Tunaposema anayesoma na apate kuelewa, sio maneno yetu tu. Ni maneno yake Kristo Yesu. Mathayo 24 fungu la 15. Mathayo 24 fungu la 15. Ni yepi ambayo Kristo alikuwa akizungumzia akafikia hali ya kusema kwamba naye asomaye apate kuelewa? Inasema hivi, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Asomaye na afanye nini? Afahamu. Kwa hivyo akizungumzia Danieli ambaye alikuwa mtu wa aina gani? Alikuwa nabii. Na Danieli alikuwa nabii. Na amesema kuna chukizo la nini? La uharibifu. La uharibifu. Kwa hivyo Kristo Yesu anasema mtakaposhuhudia chukizo la uharibifu ambayo Danieli alizungumzia. Na anasema basi asomaye Danieli apate kuelewa maana ya chukizo la uharibifu hili. Sasa mwalimu wangu pale, manake sasa tuko hapa na sisi tumesoma, basi sisi tuwafahamishe chukizo la uharibifu sasa ni lipi hili hapa. Wajua kuna watu wengi wamepata ufasiri mbalimbali. Kuna wengine wanasema huyu alikuwa mfalme fulani wa Rumi ya kipagani na wakati wake ulikuja ukaishi. Wengine pia wanasema hilo chukizo la uharibifu litaja watu wa Mungu wakiisha pale kwa mbinguni eti sijui kuna miaka 7. Lakini Biblia inaeleza ya kwamba unabii unatiririka ama unafululiza kihistoria ya dunia. Kwa hivyo katika kule kufasiri kuna hitaji ya kwanza kuwa na msingi ambao tunasimamia. Msingi thabiti. Tunaposema chukizo la uharibifu ama la ukengeufu. Ukisoma Ufunuo 1:3. Ufunuo 1:3. Maandiko matakatifu yanasema hivi, kitabu ni cha Ufunuo 1 mstari wake ni wa 3. Anasema hivi. Anasema heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Wakati ukaribu. Kwa hivyo panahitaji yetu sisi kuweza kusoma tena kiundani. Lazima tuwe wasomaji. Hivi kwamba tuelewe, ingawa funzo hili ni pana sana. Lakini hivi kwamba tuelewe chukizo la uharibifu, panahitaji la kusoma lile fungu katika muktadha wake. Panahitaji la kusoma lile fungu katika muktadha wake. Kitabu kilikuwa ni cha Mathayo. Iko pale katika Mathayo 24. Kristo Yesu alikuwa anazungumzia mambo ya nyakati za mwisho kabla ya kurejea kwake, sio baada ya kurejea kwake. Kwa hivyo hata ukisoma pale kwa muktadha wake utapata kugundua yako mtu akikueleza eti Kristo atarejea kwanza awachukue watu wake, ndipo chukizo la uharibifu litatokea. Unaona huyo tayari amekimbia nje ya nini? Nje ya mada. Nje ya muktadha wa usemi wake nani? Wake Kristo Yesu. Unaona? Maana yake lile chukizo lazima litokee kabla ya Kristo kufunuliwa mwisho wa dahari. Sawa sawa. Kweli kabisa. Lakini anasema nabii Danieli pia amelizungumzia jambo hili, na pengine tukiendelea mbele na leseni hii tutapata nafasi ya kuieleza kinaganaga. Lakini kwa sasa hivi tunafahamu tu ya kwamba hili chukizo ambalo ni chukizo la uharibifu, yani ni kama kwamba ni mpinga Kristo. Wacha tuseme ni mpinga Kristo. Utawala wa mpinga Kristo lazima utatokea kabla ya kurejea kwa nani? Kwa Kristo Yesu. Na ile alama ama chapa ya mnyama lazima itakuwepo kabla ya kurejea kwa nani? Kwake Yesu Kristo. Kwa Kristo Yesu. Sasa tukisoma inatugharimu kuelewa, na hivi kwamba tuelewe lazima tuje kwa unyenyekevu jameni, na tuache Biblia ijieleze yenyewe jinsi ilivyojieleza tu papo hapo, ya kwamba huyu hawezi kutokea
kabla ya Kristo kutokea. Lazima atokee kwanza, ndipo Kristo aweze kufunuliwa mwisho. Kwa hivyo hii ina maana ya kwamba ikiwa tungependa kuelewa unabii kabisa, jambo la kwanza ni vizuri sana kuweza kusoma maandiko ya Mwenyezi Mungu, na Roho atazidi kutufunulia sana. Kwa hivyo hapa tunapata kwamba unajua wakati mwingine ni vigumu sana kueleweka. Wakati mwingine unaweza enda kwenye duka kununua dawa. Na unapoenda kwenye duka kununua dawa, unasema kwamba nisaidie na Panadol. Panadol. Lakini kumbe wale wa jamaa ambao wamefundishwa hii kozi ya matabibu hawa wanafahamu kama vile paracetamol. Sasa unajua hapa Kenya umekizoea Kiswahili vizuri hapa. Kwa hivyo unapoenda kule Nigeria unapata kwamba wanazungumza tofauti, ama nchi nyingine pale. Kwa hivyo hali hiyo inakufanya kana kwamba unakuwa katika hali ya kutokueleweka. Je, Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba, hivi kweli tunapofasiri unabii, je, Mungu angependa asije kueleweka ama apate kueleweka? Na ni kwa njia gani Mungu angependa kuweza kueleweka? Karibu mwalimu. Wajua kuna hii gumzo ambayo Nikodemo alikuwa nayo na Kristo Yesu. Na Kristo Yesu akamueleza mambo fulani mepesi, alikuwa anafikiria mambo haya ni mepesi. Umejua Nikodemo alikuwa mkuu wa sheria. Ya kwa Kristo Yesu usiku. Kristo Yesu akamueleza mambo ambayo alifikiria ni mepesi. Nikodemo akamuuliza, atakuwaje mambo haya? Mambo haya ni magumu. Na Kristo akamuuliza hivi katika Yohana 3. Yohana 3:12. Yohana 3:12 anasema hivi. Yohana huyu hapa mtume wa Mwenyezi Mungu 3:12. Inasema hivi. Anasema ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Yaani Kristo Yesu anasema nimeshuka hadi huku chini, nimekuja kutumia lugha ya wanadamu, lakini bado haujapata kunielewa. Hiyo ni dhihirisho tosha ya kwamba lugha ya kimbingu ni geni kwa mwanadamu. Inamgharimu Mwenyezi Mungu kushuka chini afikie kiwango cha mwanadamu. Kwa sababu gani? Isaia 55 fungu lake la ngapi? La 8 na la 9. Isaia 55 fungu lake ni la 8. Inasema hivi, Biblia takatifu, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwa hivyo hebu fikiria jinsi mbingu ilivyo juu sana. Unajua wanasayansi wamekuja na teknolojia za aina nyingi. Lakini sijawahi sikia yule ambaye amefikia mahali ambapo kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kinapatikana. Naye Mwenyezi Mungu anasema zilivyo mbingu juu ya nchi, juu sana ya nchi, ndivyo mawazo yangu yalivyo juu sana ya mawazo yenu. Yaani mawazo ya Mwenyezi Mungu hayana ukomo, lakini mawazo yetu yana ukomo. Mawazo yetu yana kipimo. Kwa hivyo tatizo lake Mwenyezi Mungu ni jinsi gani atapata kujifunua kwa mwanadamu ambayo mawazo yake yana ukomo. Apate kueleweka kwa njia inayofaa. Yaani Mungu angependa kueleweka. Lakini sasa hapa chini ni kama atumueleweshi Mungu. Yaani Mungu anatafsiriwa kwa njia ambayo ni ngumu sana. Wanasema kwa fundisho la unabii ni ngumu sana. Hivi ina maana kumbe tunapochambua unabii. Kwa hivyo kiini chetu kubwa kabisa ni kipi haswa? Kiini chetu kwanza kiwe ni kuweza kumtambua Mwenyezi Mungu. Ndo manake fungu la kukariri limesema kwamba anayejisifu na ajisifu kwa jambo hili, ya kwamba yuanifahamu, lakini sio tu kunifahamu, ananifahamu mimi vipi. Warumi 11 fungu la 33 tukiendeleza ile dhana ya kwamba mawazo ya Mwenyezi Mungu, hekima ya Mwenyezi Mungu ni pana zaidi ya ufahamu wetu. 11:33. Anasema hivi kitabu cha Warumi hivi, jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Njia zake hazitafutikani. Hata kuna fulani katika kitabu cha Ayubu 11:7 akamuuliza mwanadamu, je, kwa kutafuta kwako waweza kumfahamu Mwenyezi Mungu kikamilifu? Na ni kweli hatuwezi kumfahamu Mwenyezi Mungu kikamilifu. Kwa hivyo inagharimu nini hivi kwamba tuweze kumfahamu Mwenyezi Mungu kikamilifu?
Kwanza kabisa tuje mbele za Mwenyezi Mungu tukiwa wanyenyekevu, tukiwa wanafunzi, naye achukue nafasi ya mkufunzi. Manake Mwenyezi Mungu hajasalia kule juu mbinguni, ameshuka hata hapa duniani. Wakolosai 1:16, yule muumbaji ndiye aliyeshuka, na aliposhuka huku nchini akasemezana nasi kama mtu na mwenzie. Yasema vipi hiyo? Wakolosai 1 ngapi ile mwalimu wangu? 1:16. 1:16 anasema hivi, anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultan au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hivyo huyo ndiye aliyeshuka. Ukisoma Yohana 1 fungu la 1 hadi la 3. Huyo ndiye aliyeshuka huku nchini, akashuka chini hapa kupata kuzungumza nasi. Kwa nini akaja mpaka huku chini kuja kuzungumza nasi? Kwa lugha yetu sisi wanadamu. Kwa sababu kwa hekima yetu, kwa nguvu zetu, na hata kwa bidii ya kutafuta kwetu, hatungeweza kufikia upeo wa ujuzi wa mpango wa wokovu. Lakini nia, madhumuni na azma ya Mwenyezi Mungu ni kwamba mwanadamu, yani sisi, mimi nawe, tupate kufahamu wema wa mpango wake wa wokovu kwetu sisi. Asante mwalimu wangu. Ndio kwa sababu mahali fulani pia katika Biblia ikasema hivi, ya kwamba Yesu kujiona kule kuwa sawa na Mungu ya kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali aliacha utukufu na enzi mbinguni, akaja akawa kama maskini, na akaweza kutukomboa kupitia katika damu yake pale msalabani, ili apate kujipatia kanisa tukufu lisilo na kunyanzi. Hivi ina maana kwamba kumbe Yesu Mungu anatufundisha unyenyekevu. Kwa hivyo ili kuweza kuelewa unabii lazima tuwe wanyenyekevu. Kwa hivyo Kristo anatufundisha msingi wa kipekee sana. Hebu fikiria tu, mtu tajiri. Wewe ni mtoto wa tajiri. Alafu unaacha kutembea na magari, unaanza kutembea na miguu. Unakuja pale, unaketi kwenye ukumbi wa kanisa pale, watu wanajaribu kutambua kwamba unatambulika, lakini haujitambui. Lakini kumbe mna mali sana. Yani hauoni kama kule kuwa na mali ni kitu cha kushikamana nacho. Asante sana mwalimu wangu. Naam. Na anapozungumza pale, umejua anajaribu kutueleza Paulo ni katika Wafilipi 2 ya kwamba lazima tubadilishwe akili zetu. Lazima roho zetu zipate kubadilishwa, zifanywe sawia na ile ya Kristo. Tuje na ule mtazamo wa unyenyekevu. Na tukija na ule mtazamo wa unyenyekevu, basi tutapata kujifunza kwake Kristo Yesu. Sasa haya mambo ambayo yanaonekana kama kwamba ni mafumbo, hayatakuwa mafumbo tena. Amina. Manake mawazo yetu yamekwisha kubadilishwa, ama yanazidi kubadilishwa kila kunapokucha. Na tunazidi kumfanana nani? Kristo Yesu. Na huko kumfanana ndiko kunatuwezesha kumuelewa zaidi, tena kiundani kabisa. Asante sana mwalimu wangu. Kwa hivyo hapa tunapata kuna ujumbe fulani. Tunamuona ya kwamba malaika anakuja na kumfasiria mtume Danieli unabii fulani. Na baada ya kumfasiria unabii huu, tunaona kwamba unabii unakuwa mzito sana. Lakini tunaona kwamba malaika anamwambia kwamba maneno haya yafunge mpaka wakati wa mwisho. Kwa hivyo ni kipi tunapata katika, kwa nini malaika huyu anasema kwamba maneno haya uyafunge mpaka wakati wa mwisho? Na je, ni ujumbe upi huu? Ni kipi ambacho hakika kimetendeka? Ni kwa nini maneno haya yasisemu wakati huo? Sasa kwanza kabisa, wajua Mwenyezi Mungu, nia ya Mwenyezi Mungu ingewezekana kwetu sisi wanadamu, angetuletea ujumbe wote kwa kifurushi moja. Atuletee, tuingie nayo, tuielewe kabisa, tuifahamu fika. Lakini Mwenyezi Mungu anafahamu mapungufu yetu. Haswa mapungufu yetu kiakili. Hata wanasayansi wamesema bana, hata akili zetu zilizo ndogo zaidi, bado tunatumia asilimia ya chini zaidi kwa wakati huu. Nazidi jinsi teknolojia inavyozidi kuongezeka, ndivyo kutumia kwetu akili kunazidi kupunguka. Sasa Mwenyezi Mungu anatamania sana atujuze ukweli wake, yani aweze kikamilifu. Lakini
taabu ya Mwenyezi Mungu ni kwamba hatuwezi kuielewa safari moja kikamilifu. Kwa hivyo anatufunulia kidogo kidogo, kiwango kidogo baada ya kiwango kidogo, hadi tunavyoweza kustahimili. Ndio manake akamjia Danieli. Hata Danieli mwenyewe aliyepokea haya mambo ya ufunuo, haya mambo ya kiunabii, kuna wakati alizirai. Aliletewa wingi wa ufunuo, wingi wa maono, kiasi cha kwamba akasema niliishiwa nguvu. Na huyu ni yule Danieli aliyesemekana ni mtu mpendwa wake Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye alikuwa akizungumza na malaika moja kwa moja. Si wewe mwenyewe umewahi zungumza na malaika moja kwa moja? Bado. Na huyu alipata kuzirai. Kwa hivyo hiyo inatuonyesha vipi? Na huyu ni yule Danieli ambaye akitafuta ujuzi kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa anafunga kwa siku takriban wiki 3, siku 21 anafunga pale. Anafunga. Wengine wetu hata hatutii bidii jameni. Ndio manake Danieli akaambiwa funga maneno haya. Manake wakati wake haujafika. Lakini wakati wake ukifika, nitawaletea nguvu ya kuweza kuifasiri. Kwa hivyo anaposema kwamba yafunge, kuna kitu gani ambacho kilikuwa kimesalia bado hakijatendeka? Kristo Yesu hakuwa amekuja duniani. Jambo la kwanza. Alafu kuna matukio, baadhi ya matukio ambayo yalihusika na huo unabii, ambayo bado hayakuwa yametukia. Manake Danieli alikuwa katika ufalme wa Babeli. Na aliletewa ufunuo ambao unachukua nyakati zote hadi wakati wa kuja kurejea kwa Kristo Yesu. Na Kristo Yesu wakati ule hata hakuwa amekuja kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo hangeweza kueleza bayana. Kwa hivyo hadi wakati ambapo Kristo Yesu angefunuliwa duniani. Amina. Kisha baada ya kuonekana kwa wanadamu, baada ya pale sasa, ndipo analeta ufunuo wake. Ufunuo wa nani? Wa Kristo Yesu. Ili apate kueleweka kiundani zaidi. Kwa hivyo shabaha yetu ya unabii, tunamwangazia Kristo Yesu. Si falme za kiduniani hapa. Unajua ndio tunafundisha falme za kiduniani hapa. Lakini lengo letu la kimsingi ni kumwangazia Kristo Yesu. Hivi inamaanisha ya kwamba Danieli anaambiwa kwamba maneno haya yatie muhuri, kwa maana kondoo anayetakana kuchinjwa bado hajakuja. Na kondoo anapokuja, tunaona kwamba kumbe anafunua tena ujumbe katika kitabu cha Ufunuo. Na Ufunuo 22 fungu la 10, Ufunuo 22 fungu la 10, Yohana anaambiwa jambo fulani pale. Ufunuo 22 fungu lake ni la 10. Ufunuo 22 fungu lake ni la 10. Maandiko anasema hivi. Anasema hivi mtume Yohana. Anasema akaniambia, usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Wakati umekaribia. Sasa Kristo Yesu amekwisha kuja. Huyu ni mmoja wa wafuasi wake. Mmoja wa wale watume wake. Na anapomletea ufunuo anasema sasa kwa kuwa wakati umekaribia, usifanye nini? Usiyatie yale maneno muhuri. Maanake umefika wakati ambapo yanaweza kueleweka sasa vizuri, kwa kuwa Kristo Yesu amefanya nini? Amekwisha kujitokeza. Na Kristo Yesu alipojitokeza alisema mambo kama haya katika Luka 24 fungu la 27. Luka 24 fungu la 27. Mtume hapa hivi anasema hivi 24:27. Tutasoma kwa upesi kabisa hapa. Anasema akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hivyo Kristo Yesu alipokuja akisemezana na wanadamu, kiini chake kilikuwa kutueleza ya kwamba yale mambo yaliyonenwa na manabii Musa yalikuwa yanamhusu yeye Kristo Yesu. Na ikiwa kutakuwepo nabii yeyote atakayetokea baada ya pale, ni sharti azungumze haswa kumhusu nani? Kumhusu Kristo Yesu. Kumhusu Kristo Yesu. Ndio manake bado tunarejelea lile fungu la kukariri ambalo linasema ya kwamba mtu ajisifu kwa jambo hili, ya kwamba anamfahamu Mwenyezi nani? Mwenyezi Mungu. Ya kwamba anatenda wema, anaonyesha haki yake, na anamjua Bwana. Anatenda wema, anaonyesha haki na hukumu katika nchi, na anafurahishwa katika mambo haya. Anafurahishwa katika mambo hayo kabisa. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, katika fundisho la siku leo tunapata ya kwamba kumbe katika kuweza kuelewa fundisho la unabii si ngumu sana.
Fundisho la unabii ni fundisho jepesi sana kwa sababu shabaha yetu tunamtazamia Kristo Yesu. Tunamchunguza Kristo Yesu, tunamfunua Kristo Yesu ili apate kueleweka. Licha ya kuwa ndio tunazungumzia matukio ambayo yametendeka katika historia, lakini tunatazamia Kristo Yesu huyu. Kwa hivyo unapoanza kusoma unabii, hautaweza kuuelewa kwa wakati mmoja. Utaanza kufunuliwa kidogo kidogo, kisha baada ya kufunuliwa kidogo utakuja kujua zaidi sana. Kwa hivyo la msingi sana ni kuweza kujinyenyekeza ili Mwenyezi Mungu aweze kutumia. Kwa hivyo mwalimu wangu, ungependa kusema kwa muhtasari tu, ungependa kusema nini? Ningependa maana muda wetu umekwisha kabisa. Jambo la muhimu mtumishi ni ya kwamba tumezungumzia kanuni mbalimbali lakini muongozo mwafaka kwa yule ambaye anajifunza funzo la unabii ni kwamba unabii ni njia mojawapo tu ya kutufunulia Mwenyezi Mungu ni mtu wa aina gani, tuseme hivyo. Ukimfahamu Mwenyezi Mungu kwa ule mwongozo tuliopewa kwa Yeremia, basi huwezi kosea katika ufasiri wa unabii. Amina. Asante sana. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tutakomea hapo kwa siku ya leo, na kama ilivyo ada, kabla kuweza kuondoka katika jukwaa la uchambuzi wa lesoni, wakati tuweze kupata ombi la mwisho kutoka kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, mwalimu Ustad Tony Obuya. Tukutane tena juma lijalo wa saa na siku kama ya leo katika uchambuzi wa mada ya lesoni. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu Baba, si kwa hekima yetu, sio kwa nguvu zetu, sio kwa uweza wetu, na sio kwa maarifa yetu, bali ni kupitia kwa Roho wako Mtakatifu tunapata kujua ukweli, na hata tunapata kukujua wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Kristo Yesu uliyemtuma. Hebu tunaposoma maandiko ya unabii, utupe uwezo wa Roho Mtakatifu, hivi kwamba tunaposoma tuweze kufikia kile kiwango cha kukujua kama Mungu upendaye kutenda haki na wema na hukumu katika nchi. Ili katika kujua mambo haya, hata sisi tubadilishwe, tufanywe katika sura yako. Hata sisi tutende wema kwa watu. Hata sisi tutende hukumu na haki kwa watu, tukitarajia na kuisubiria kurejea kwako ambako kumewadia. Na utakaporejea Bwana, sisi pamoja na watazamaji tuweze kupatana pale katika malango makuu ya Yerusalemu. Hadi kufikia pale, utuongoze na utuzingire mpaka tufikie kipindi kingine tena, katika jina la Kristo Yesu tumeomba kwa imani. Amina. Amina. Amina.